السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد هو وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Baada ya kumhimidi Allahu tabaraka wa taala na kuzitaka rehma na amani zimwendee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Awalan ahibana fillah, jambo la mwanzo ndugu zangu katika imani ambalo nimekusudia tukumbushane muda huu ni at-tahdhiru min adh-dhulmi. Tutakumbushana kunako tahadhari ya dhulma. Usikum wa iyaya ala at-tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala wal ihsanu ila al-abid. Jambo la mwanzo ndugu zangu katika imani, na wahusia pamoja na kuisahau nafsi yangu katika jambo la kumpwekesha Allahu subhanahu wa ta'ala, wal ihsanu ila al-abidi, na kuwafanyia wema waja wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ahibana fillah, ndugu katika imani, tutazungumzia adh-dhulm. Nini maana ya adh-dhulm? Dhulma ni nini ndugu zangu katika imani? Maana adh-dhulm huwa wad'u shay'in fi ghairi mahallihi. Dhulma ndugu zangu katika imani ni kitendo cha kuweka kitu pasipo mahala pake. قال الله سبحانه وتعالى، anasema Allah tabaraka wa taala fi qawli Luqman fi maw'idhatihi libnihi, anasema Allah tabaraka wa taala kwa kumnukuu Nabiullahi Luqman alayhi salam pindi alipokuwa akimwaidhi mwanaye. Alimpa mawaidha mengi, lakini kubwa alilomuhusia mwanaye, alimuhusia ya kwamba qala Allahu ta'ala wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Anasema Allahu tabaraka wa ta'ala ya kwamba wa idh qala Luqman libnihi, nakumbuka Nabiullahi Luqman alayhi salam alipokuwa akimwaidhi mwanaye, alimwambia ya kwamba ya bunay, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. La tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ash-shirka la dhulmun 'adhim, hakika ya ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dhambi ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anaichukia, na yeyote ambaye atakufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa adhabu kali kwa mtu huyo. Walmuradu huna ashirku al-akbar, na muradi hapa ni ashirku al-akbar, ni shirki ambayo ni kubwa. Mukhriju sahibuhu min al-milla, shirki hii inamtoa mtu katika Uislamu. Wa min ajli dhalik,
Na kwa ajili hiyo ndugu zangu katika imani, ni mtu an yaj'ala bainahu wa baina Allahi wasa'id, ni kile kitendo cha mtu kujalia baina yasiyokuwa Allah tabaraka wa taala pamoja na Allah kwamba kuna ukati ndani yake. Hiyo ndiyo maana ashirku. Na tafsiri nyingine ya ushirikina ndugu zangu katika imani ni kuhamisha mambo ambayo ni maalumu kwa Allahu subhanahu wa ta'ala na kumpelekea asiyokuwa Allah tabaraka wa ta'ala, kama vile yad'uuhum, kama mtu kufanya kitendo cha kumwomba asiyokuwa Allah tabaraka wa ta'ala, akawa mtu anaomba kinyume na Allahu tabaraka wa ta'ala haja zake, wayasaluhum ash-shafa'a, na vile vile mtu akawa anaomba shafa'a kinyume na Allahu tabaraka wa ta'ala, na hali ya kuwa Allahu subhanahu wa ta'ala amesema ya kwamba kumwambia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wa idha sa'alaka ibadi fa inni karibun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Allahu tabaraka wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa idha sa'alaka ibadi, pindi ambapo wanadamu watapomwomba Allah tabaraka wa ta'ala, watakapokuuliza waja wangu, fa inni karibun, waambia kwamba mimi nipo karibu, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, hakika mimi Allah tabaraka wa ta'ala ninajibu maombi kwa yule ambaye atakayeniomba. Vipi wewe Muislamu unamwomba asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, na vile vile unataka shafaa kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, wayatawakkalu alaihim, na vile vile unategemea kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala anataka aabudiwe peke yake, asishirikishwe na chochote. Kwa yeyote atakayefanya haya ndugu zangu katika imani, atakuwa amemkufuru Allahu subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo anaweza anatoka vile vile, anaweza kutoka katika hukumu ya Uislamu akawa sio Muislamu kwa sababu tu ya kumwomba asiyokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na vile vile mtu akajalia asiyokuwa Allah tabaraka wa ta'ala kwamba akawa mtu anaitakidi ya kwamba kitu anachokiomba kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala kinamletea manufaa na vile vile kinamletea madhara. Mtu huyo anakuwa amefanya shirki kubwa, inamtoa katika Uislamu. Baadhi ya watu wanaitakidi, mfano kuvaa bangili hizi, unamkuta mtu kavaa bangili ya shaba, anaitakidi ya kwamba ile bangili inamzuia kwamba asipate madhara, madhara yanapokuja yasimpate yeye. Hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba bangili unapoivaa ile haikuondolei chochote isipokuwa inakuletea hofu tu basi. Wakadhalika ahibana fillah, na vile vile ndugu zangu katika imani, faman ata bidhalika fakad kafara, basi yeyote ambaye atakayefanya hivi atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. La yaghfiruhu Allah ta'ala, na Allah tabaraka wa ta'ala hatomsamehe mtu ambaye atakuwa ni mwenye kumshirikisha. Liman laqiya Allah, kwa yule ambaye atakayekutana na Allah siku ya kiyama hali ya kuwa hakutubia, kafanya shirki ambayo inamtoa katika Uislamu. Maadamu yeye anaweza kajiona anaswali, anaingia msikitini akajiona ni Muislamu safi,
lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala mtu mwenye kuitakidi hivi anatoka katika Uislamu. Qala Allahu taala, anasema Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bih, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hatomsamehe mtu mwenye kumshirikisha yeye Allah tabaraka wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah tabaraka wa ta'ala anamsamehe mtu kinyume na ushirikina amtakaye. Ahibana fillah, ndugu katika imani, tufahamu ya kwamba ashirk ni dhambi kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala anayoasiwa ndani yake, ni dhulma iliyo kubwa, na Allah tabaraka wa taala hapendi kitendo hichi. Yatupasa sisi kama Waislamu kuweza kukaa mbali na kumshirikisha Allahu tabaraka wa taala ili kuweza kuipata pepo ya Allahu tabaraka wa taala. Waliannahu man laqiya rabbahu mushrikan, kwa hakika hilivyo yeyote ambaye atakayekutana na Allahu subhanahu wa taala akiwa ni mushrik, mwenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, khulida fi nnari, atambue mtu huyo atakaa katika moto wa jahannam milele na milele. Wa hurrimat alayhi aljanna, na mtu mwenye kumshirikisha Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala umharamishia kuingia katika pepo yake kwa kitendo cha kumshirikisha yeye Allahu tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, watu wanafanya mengi ya kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, ikiwemo kama tulivyosema kuomba. Wengi wanaomba mizimu, wengi wanaomba majini, wanaitakidi majini au mizimu kwamba ndiyo inaondoa madhara na yanaleta manufaa. Maneno haya si ya kweli ndugu zangu katika imani, ni maneno ambayo Allahu tabaraka wa taala anayachukia kwa mtu kufanya kitendo cha kumwomba asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, innahu man yushrik billah, hakika yoyote mwenye kumshirikisha Allahu subhanahu wa taala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika Allah tabaraka wa taala mtu huyo kamharamishia kuipata pepo yake. Wa ma'awahu an-nar, na mafikio Allahu tabaraka wa taala kwa mtu kumshirikisha yeye Allahu tabaraka wa taala, mafikio yake yatakuwa katika moto wa jahannam. Wama lidhalimina min ansar, na madhalim wenye kumshirikisha Allahu subhanahu wa ta'ala hawatakuwa na mtu mwenye kuwanusuru. Ndugu zangu katika imani, adh-dhulmu ala thalathatin aqsam, tufahamu ya kwamba dhulma zimegawanyika katika sampuli tatu. Ya kwanza ndugu zangu katika imani, adh-dhulmu baina abdi wa rabbih, dhulma ya kwanza ni dhulma ya mja kumdhulumu Mola wake, kama nilivyosema, wa huwa ashirku billah. Dhulma hiyo mja anamshirikisha Allahu tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala kama nilivyosema aya mwanzo, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hii ni dhulma ambayo Allah tabaraka wa taala anafanyiwa na waja wake. Dhulma hii Allahu tabaraka wa taala hatakuwa na msamaha kwa yule mwenye kumshirikisha yeye Allahu tabaraka wa taala, kwa sababu ni dhulma iliyokuwa kubwa. Adh-dhulmu
Dhulma ya pili ndugu zangu katika imani ni adh-dhulmu al-'abdi li nafsihi, ni dhulma ya mja kuidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasi ya aina mbalimbali, kuiba, kusema uongo, kunywa pombe na vinginevyo. Ndugu zangu katika imani, hii ni dhulma. Mja anaidhulumu nafsi yake kwa kuvuta masigara na kadhalika. Na dhulma hii ndugu zangu katika imani ni tahta almashi'a. Dhulma hii ya mja kuidhulumu nafsi yake ipo katika matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yatuba. Dhulma hii mpaka mja atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhulma ya tatu ndugu zangu katika imani, adh-dhulmu an-nasu wal khalaiqi, ni dhulma ya mtu wal khalaiqi, na viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Ni mtu kumfanyia dhulma mtu na viumbe vya Allah tabaraka wa taala, na Allahu tabaraka wa taala kaiacha dhulma hii ndugu zangu katika imani kwa viumbe mpaka upite msamaha baina ya uliomkosea. Na hii dhulma ndugu zangu katika imani imewakumba watu wengi, si mashekhe, si maamuma, kusemana, shehe huyu anamsema huyu, mtu huyu anamsema huyu, fulani ana kadha na kadha na kadha. Dhulma hii ndugu zangu katika imani imewakumba watu wengi, isipokuwa wachache ambao Allah tabaraka wa taala amewanusuru. Qala Allahu taala, anasema Allahu tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allahu tabaraka wa taala, anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara. Anasema Allahu tabaraka wa taala, enyi mliomwamini Allah tabaraka wa taala, anfusakum, ziokoeni nafsi zenu kutokana na kuwasema watu fulani ni mzinifu, fulani ni moja mbili tatu. Unamsema hali ya kuwa hauna thabati ya vile unavyomsema. Tufahamu ndugu zangu katika imani, dhambi hii Allah tabaraka wa taala ameiacha kwa kiumbe mwenyewe. Umemsema mwenzako, umemsengenya, sharti ya dhulma hii ya kupasa Allah tabaraka wa taala, ukimwomba msamaha kusamehe mpaka umfate yule uliyomkosea, uliyomsema fulani, nimekusema kadha wa kadha wa kadha, ndiyo Allah tabaraka wa taala anakusamehe. La sivyo ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ana msamaha. Wa ahlikum nara, na vile vile pamoja na watu wenu waokoeni kutokana na moto wa jahannam. Waquduha an-nasu wal hijara, moto ambao Allahu tabaraka wa taala ameuandaa, kuni zake ni mawe na watu. Ahibana fillah, ndugu zangu katika imani, tujihadhari na jambo la kusengenyana, la kusemana. Ni jambo ambalo siku ya kiyama watu watajuta. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, na amesema Bwana Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, la tu'addunna alhuquqa ila ahliha, la tu'addunna alhuquqa ila ahliha, kwa hakika mtarejesha haki kwa watu wake siku ya kiyama. Mtarejesha haki za wale mliwasema siku ya kiyama, hata mpaka Allah tabaraka wa taala akasema, hatta yukada lishati aljalhai min ashati alqarnai. Kwa dhulma hii ndugu zangu katika imani, Allahu tabaraka wa taala mpaka kwa viumbe, mbuzi ambaye ana mapembe
Allahu tabaraka wa taala atafanya uadilifu kwa yule mbuzi ambaye mwenye mapembe aliyompiga mapembe, mbuzi mwenye mapembe akampiga asiyokuwa na mapembe. Allahu tabaraka wa taala atahukumu baina ya mbuzi. Vipi mimi na wewe, sisi wanadamu? Ni aula zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la kusemana, jambo la kumdhulumu mwenzako kwa kumzingishia mwenzako afanya 1 2 3 ni jambo ambalo litakwenda kukuangamiza siku ya Kiyama. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, na akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, man kanat lahu madhlamatu li akhihi, yeyote ambaye atakayekuwa kamdhulumu ndugu yake, min irdhihi, kwa kuvunja heshima yake, au shay'in, au kitu chochote ambacho kinachomfanya yule mtu kumvunjia adabu, kumsema chochote yani, faliyatahallalhu minhu yauma, basi mtu huyo atake msamaha kwa yule ambaye aliyomsema, aliyomvunjia heshima yake, kabla an yakuna dinarun wala dirham, kabla haijafika siku ambayo patakuwa amna dinari wala dirham, kwamba utamlipa kwa kufidia kwamba fulani nilikusema 1 2 3, fulani nimefanya hivi 1 2 3, ikawa ni fidia kwamba uokoke na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Ni siku ambayo yauma la yanfa'u malu wala banun, ni siku ambayo mali ya mwanadamu haitomfaa, mali ya mwanadamu haitomfaa, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayemwendea Allahu tabaraka wa taala na moyo uliosalimika, moyo ambayo umewaheshimu watu, hujawavunjia watu heshima. Kisha akaendelea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, in kana lahu amalun salih, basi mtu huyo akiwa ana matendo mema, matendo yake mema yale, ay ukhidha minhu, yatachukuliwa matendo yake kwa kile kitendo cha yeye kumvunjia heshima ndugu yake. Kisha matendo yake ambayo ni mazuri kwa kadri ya alivyomdhulumu yule mwenzake, Muislamu mwenzake, ndugu yake Muislamu. Fa in lam takun lahu, ikiwa basi mtu kama huyo siku ya Kiyama hatakuwa na mema, ukhidha min sayyiatin, yatachukuliwa makosa yake yale, sahibuhu, atapewa yule ambaye aliyomsema, fahumila alaihim, kisha atabebeshwa madhambi yale. Ndugu zangu katika imani, ni hasara iliyoje kwa mtu ambaye anafanya vitendo vya sampuli hii. Ndugu zangu katika imani, tujihadhari sana na jambo la kusengenya. Kisha akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwaambia maswahaba, atadruna mal muflis. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na maswahaba zake, akawaambia maswahaba, je, mnamfahamu mtu aliyofilisika? Maswahaba akasema kwamba almuflisu fina, sisi tunamfahamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama mtu aliyofilisika. Man la dinara, ni mtu ambaye ana dinari, wala matau, ni mtu ana dinari bimaana ana fedha, wala ana chochote ambacho kitakachokuwa ni sababu ya mambo yake kukaa vizuri. Faqala, akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, innal mufris, hakika mtu aliyofirisika, min ummati, katika umma wangu, yati yauma alqiyama,
Mtu aliyofirisika atakuja siku ya Kiyama. Atakuja vipi? Biswalatin, kasali vizuri swala zake 5 kila siku, anasali sala 5. Wasiyami, kafunga vizuri saumu za sunna, saumu za faradhi. Wa zakati, na vile vile ametoa zaka sana. Kisha wayati, kisha anakuja mtu wayati, kisha atakuja fakad shatama hadha, kumbe mtu huyo kafanya hayo yote, kamtukana huyu. Wakadhafa hadha, kamtukana huyu. Wa akala mala hadha, kala mali ya huyu kwa batil. Ndugu zangu katika imani, hivi ni vitendo ambavyo vitamfanya mtu kupata moto wa Jahannam kwa kufanya yale ambayo Allahu tabaraka wa taala ameyakataza. Kisha jambo lingine ndugu zangu katika imani ambalo nimekusudia tukumbushane, wa hadhihi ashhuri, katika hii miezi adhamaha Allahu subhanahu wa ta'ala, katika hii miezi ndugu zangu katika imani, Allahu tabaraka wa ta'ala ameiadhimisha miezi hii. Thalathatun fardun, miezi mitatu imekaa peke yake. Wa wahidun fardun, na mmoja umejitenga peke yake. Wahia Rajabul Mudhar, nao ni Rajab. Qala Allahu ta'ala, anasema Allahu tabaraka wa ta'ala, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Anasema Allahu subhanahu wa ta'ala, idadi ya miezi mbele ya Allahu subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, 12 fi kitabillah, katika kitabu cha Allahu tabaraka wa ta'ala. Katika miezi hiyo, yauma khalaqa as-samawati wal ardi, toka Allah tabaraka wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi. Minha, miongoni mwa miezi hiyo ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram wa Rajabul Mudhar. Katika miezi hiyo ndugu zangu katika imani, ambao mwezi mmoja ambao tuko nao hivi sasa, mwezi wa Dhulhijja, yatupasa sisi ndugu zangu katika imani kukithirisha matendo yaliyokuwa mema, kujikurubisha kwa kuswali ibada za sunna, swala za faradhi, kufunga. Hivyo vyote vinamkurubisha mtu mbele yake Allahu subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, ndani ya miezi hiyo ndugu zangu katika imani, msidhulumu nafsi zenu, msidhulumu nafsi zenu. Na tufahamu ya kwamba ndani ya mwezi ambayo Allah tabaraka wa taala ameitaja miezi mitukufu, mtu akifanya mfano katika mwezi huu wa Dhulhijja, katika haya masiku, mtu akifanya matendo ya kumuasi Allahu tabaraka wa taala, yanakuwa tofauti na masiku mengine. Na mtu akifanya khairati mbalimbali za kujikurubisha kwa Allahu subhanahu wa ta'ala, mtu huyo Allahu tabaraka wa ta'ala anamlipa zaidi na zaidi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kisha akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, ala, tambueni ya kwamba innama basharun mithlukum, anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tambueni ya kwamba mimi ni binadamu kama nyinyi.
wa innama yatini alkhasmu, kwa hakika mimi wananiijia wagomvi. Falaalla ba'dakum, huenda baadhi yenu, an yakuna ablagha min ba'dhin, akawa ni fasaha sana akawa ni fasaha sana. Fa ahsanu, nikadhani mtu huyo annahu sadiqun, kwamba ni mkweli. Fa aqdi lahu, nikamhukumia kwamba mtu huyo ni kweli. Faman qadaitu lahu, kisha akasema Mtume sallama, yeyote ambaye nitakayemhukumia bihaqqin muslim, kwa haki isiyokuwa yake, kamdhulumu muislamu mwenzake, kamdhulumu yeyote. Mfano, mtu kapeleka kesi mahakamani. Mahakamani huko, ndugu zangu katika imani, mtu katoa rushwa kwa sababu mtu ana uwezo, ana ufasaha wa kuongea, na yule mtu mwingine akawa hana ufasaha wa kuongea. Kutokana na ufasaha wake ikafikia steji mtu huyo akachukua mali hali ya kuwa ile mali siyo halali. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno haya, fa innama hiya qit'atun minan nari. Afahamu mtu huyo nitakapomhukumia kwamba jambo hilo si lake, amelidhulumu, nikamhukumia kwamba ndio jambo lake, hakika mtu huyo atakuwa amechukua kipande katika moto wa Jahannam. Sasa kipande hicho, falyahmilha, akibebe, au yadharha, au akiache. Hii ndugu zangu katika imani inatufundisha ya kwamba tuache dhulma kwa mali zisizokuwa zetu. Maadamu tu una ufasaha wa kuongea, unamdhulumu mwenzako, hii haifai ndugu zangu katika imani, tujiepushe na jambo hilo. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, na akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, waman khasama fi batil, yeyote ambaye atakayezozana na mtu katika jambo la batil, katika jambo la dhulma, anafahamu kwamba jambo hili ni la dhulma, namfanyia ndugu yangu, wa huwa yaalamu, na mtu huyo akawa anafahamu kwamba hii ni dhulma namfanyia mwenzangu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, lam yazal fi sakhti llahi, mtu huyo ataendelea kuwa katika hasira za Allah tabaraka wa taala, hatta yanzi'a anhu, mpaka mtu huyo atakapoacha dhulma hiyo. Anajua fulani nazozana naye, lakini namdhulumu, na hali ya kuwa anafahamu, ndugu zangu katika imani, afahamu ya kwamba Allahu tabaraka wa taala mtu anamchukia mtu wa sampuli hii, na aiache dhulma hiyo ya kumdhulumu ndugu yake. Na jambo lingine ndugu zangu katika imani, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kwamba, anasema Allah tabaraka wa taala kwa wale wenye kufanya dhulma, anasema wasayalamu alladhina dhalamu ayya munqalabi yanqalibun, watakuja kujua, watafahamu wale ambao wenye kufanya dhulma za aina mbalimbali katika mgongo wa ardhi, wenye kuwakosea watu adabu, wenye kuwavunjia watu heshima, wenye kuwatukana watu pasina haki, watakuja kufahamu siku ya Kiyama madhalimu, wenye kufanya dhulma, ayya munqalabi yanqalibun, kwamba ni mpinduko gani wataupinduka siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani, jambo la dhulma ni jambo baya sana. Ndugu zangu katika imani, tujiepushe na jambo la dhulma ya kula mali za watu pasina haki.
kuwasema, kama nilivyosema, kuwasema watu, kuwadhulumu watu haki zao, ni jambo hilo halifai ndugu zangu katika imani. Na akasema vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, ala, tambueni nyinyi wanadamu, la'natullahi ala dhalimin, kwamba laana za Allah tabaraka wa taala zipo kwa wale wenye kufanya dhulma, zipo juu za wale wanaofanya dhulma. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, na akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, unsur akhaka dhaliman au madhluma, unapoona muislamu mwenzako amedhulumiwa, mnusuru ndugu yako muislamu akiwa amedhulumu au amedhulumiwa. Yakupasa wewe kumnusuru ndugu yako muislamu kwa kumtetea. Fulani amefanya 1 2 3, unamtetea, fulani hajafanya 1 2 3. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na vile vile akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, adh-dhulmu dhulumatu yawm al-qiyama. Tufahamu ya kwamba ndugu zangu katika imani, dhulma ni giza siku ya kiyama. Siku ya kiyama patakuwa ni giza kwa wale wenye kufanya dhulma. Hizi aya zote ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anatutaka tuachane na mambo ya dhulmu. Mambo ya dhulma, ya kudhulumiana, ni jambo ambalo baya sana ndugu zangu katika imani. Tujiepushe, tukae mbali na dhulma ili tuweze kupata salama mbele yake Allah tabaraka wa taala. Wa haya machache ndugu zangu katika imani, nas'alullaha al-azima rabbal arshil azim an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.